Kukumbushe tu kuwa matangazo haya unaweza pia kuyapata kupitia Azam TV Max app ambayo unaweza kuidownload kwenye Google Play Store ama App Store na ukapata burudani hizi ambazo unazipata sasa hivi kwenye kiganja chako cha mkononi. Kila mmoja anafahamu kuwa hii leo ni siku ya 7 vita dhidi ya Iran vikiendelea, akizozana na Marekani pamoja na Israel. Irani pia akigusa mataifa tofauti hasa pale Mashariki ya Kati, akigusa Kuwait, akigusa UAE, akigusa Saudi Arabia na baadhi ya mataifa mfano wa hayo. Na ukanda huo wa Mashariki ya Kati ndipo ambapo dunia inategemea zaidi kupata rasilimali muhimu zaidi, rasilimali ambayo inategemewa katika uchumi kwa asilimia kubwa sana. Hayo ni mafuta ambayo yanatumika kwa namna nyingi tofauti. Unaweza ukahisi kwamba nyanya haihusiani na mafuta, lakini nyanya ili itoke shambani kukufata wewe mjini ulipo lazima itasafirishwa, na ndipo ambapo mafuta umuhimu wake utaenda kuonekana. Sasa ndani ya Morning Trumpet hii leo tumeona kuna umuhimu wa kuangazia athari za vita hivi kwenye mafuta na biashara ya mafuta kwa ujumla duniani. Studioni tunaye Engineer Florence Kaborogo. Huyu ni mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, idara ya sayansi na uhandisi wa petroli. Karibu sana Engineer Kaborogo. Naam, asante sana. Lakini kwa njia ya mtandao tunaye Elisante Ephraim. Huyu ni mchumi akiwa kule jijini Arusha, tukiangazia sote kuhusu athari hizi za mafuta. Karibu sana Elisante. Nashukuru sana, furahi pia kuona hapo studio. Shukran sana. Tukianza na wewe Elisante, bila shaka umefuatilia na kuona kwa kina ni kwa namna gani visima vya mafuta, sehemu za kuhifadhia mafuta zilivyoguswa kwenye vita hivi vya Iran na Marekani. Kiuchumi, kwa tathmini yako, nini ambacho kinaonekana? Nashukuru sana. Vita hivi ambavyo vinaendelea kwenye Mashariki ya Kati ina athari kubwa sana kwenye swala la mafuta. Sasa ukizingatia kwamba Iran ni nchi ambayo inatoa mafuta mengi sana duniani. Nchi nyingi za dunia na kanda nyingi za dunia zinategemea mafuta kutoka kwenye nchi hii. Nimekuwa nasoma ripoti ya World Economic Forum, wametoa takwimu kwamba kumekuwa na ongezeko la 13% kwa mafuta ya Brent crude, ambapo hii ni kama benchmark tu, ni moja wapo ya kipimo cha ambapo dunia inaonyesha inatumia kuangalia kama bei ya mafuta imeongezeka. Kwa ongezeko la 13% kwenye mafuta haya ya Brent crude ni ongezeko kubwa sana na linaathiri dunia nzima kwa sababu hili ni swala la global. Lakini pia ukiangalia kuna zile njia ambazo zimekuwa zikitumika kwa ajili ya usafirishaji, kama hii wasema hapa ni Strait of Hormuz, ambao pia zaidi ya 20% ya mafuta huwa kupitia mkondo huo. Sasa kama njia hiyo imekuwa imepata mashambulizi ya kivita, inamaanisha kwamba imeathiri sana, meli nyingi sana zimekwama kupitisha mafuta, kama zaidi ya meli 150 zimekwama pale kwa sababu ya mashambulizi haya. Lakini pia DP World pia wameripoti kwamba kulingana na mashambulizi yanayoendelea haya, hii bandari kubwa ya Jebel Ali ambayo ipo Dubai pia ilipata mashambulizi, na baada ya kupata mashambulizi meli pia zimekwama. Kwa sababu ukiangalia hizi ni njia zote kuu ambazo dunia inapata mafuta kupitia hivyo, na baada ya hili kutokea tuna ongezeko la 13% ya bei ya mafuta. Hii inaonyesha kwamba dunia bado ndani ya hizo siku chache ambazo zimetokea mambo kama haya yametokea, siku inavyozidi kuongezeka hali inazidi kuwa mbaya, na kwa tutategemea kwamba hata 13% itaongezeka mpaka 17% kama vita hii itaendelea kuongezeka, na kama pata kuwa na namna sahihi kabisa ya kuzuia hili linaloendelea. Sasa kiuchumi unazungumzia kwamba tahari ongezeko la bei ya mafuta, nishati ya mafuta na gesi ni sehemu nyeti sana kwenye masuala ya mfumuko wa bei, kwamba kiongezeka tu kidogo tu, yani usumbufu kidogo tu tayari inaathiri ule mnyororo wote mzima wa dunia.
Kwa hiyo kwamba kila nchi tayari imeshaanza kusikia maumivu ya ongezeko hili ya mafuta, na hii moja kwa moja kama ulivyoanza kuzungumzia hapo studio, ni lazima itaanza kuathiri mfumuko wa bei kwenye bei za chakula, bei za usafiri. Zote hizi zitakuwa na mkandamizo kutokana na vita hivi vinavyoendelea huko Mashariki ya Kati. Sasa Elisante, inahitaji ama inachukua muda gani baada ya vita kutokea sehemu husika, hasa sehemu muhimu kwenye nishati hii ya mafuta, mpaka kutengeneza athari ya moja kwa moja kwa yule mwananchi pengine wa kawaida kwenye nchi husika, huenda ikawa Tanzania ama popote Afrika? Asante sana. Vita inavyotokea, vitu vile ambavyo vinapokea instant effect ni mafuta, gesi na masuala ya hisa. Yani bomu ya kwanza inapoanza kulipuka, tayari ule mnyororo mzima unaathirika, kwa sababu wafanya biashara tayari wenyewe wanachukulia advantage ya hiyo. Lakini pia tayari mafuta na gesi kila siku usafirishaji unatokea. Kwa jambo hili likitokea ni instantly, ndio maana umeona ni siku 5 tu, lakini siku ya kwanza tu vita ilipoanza hivi, utaanza kuona hizi nchi za Ulaya tayari zilishakuwa tayari na mgogoro wa bei za mafuta. Sasa kikubwa sasa kinakuja ni kwamba kila mtumiaji wa mwisho anaathirika vipi. Kuzungumzia kwamba bei ya mafuta inapoongezeka, bei za usafirishaji zinaongezeka, kwa sababu lazima pia huyu mtu ambaye ananunua mafuta kwenye usafirishaji huyu ahakikishe kwamba ile gharama anaishare, yale maumivu ya gharama anashare pamoja na mlaji wa mwisho. Kwa hiyo bei za safari za kutoka sehemu moja kuna nyingine zinaongezeka, bei za kusafirisha chakula pia zinaongezeka. Sasa bei hizi zikiongezeka, anapopata yule mtu anafanya usafirishaji, hata ule mnunuzi anapopokea, yule anafanya biashara sasa, naye lazima ile gharama ya usafirishaji aishare yale maumivu na mtumiaji wa mwisho. Wengine kuna ambao wanashare maumivu, na wengine anachukua ile gharama ya ongezeko wanamishia kwenye bei ya vyakula. Kwa hiyo ule mtumiaji wa mwisho sasa ambaye ndo mlaji anakuta kwamba anabeba yale maumivu yote, ile gharama kubwa, ile asilimia yote ambayo yaongezeka kwenye mnyororote huo, yeye anaubeba. Na inatokea kipindi hichi ambapo pia tayari bei ya chakula na vinywaji imekuwa kwenye zoni ya kuathirika, kwa sababu pia ya shughuli za mfungo, mahitaji yamekuwa ni mengi. Sasa vitu vyote ukikutana na mahitaji ya chakula yamekuwa mengi kipindi cha mfungo, pia na jambo hili la vita ambalo limesababisha bei ya mfumuko wa bei, inakuwa ni hatari sana kwa nchi ambazo hazina reserve ya mafuta, lakini pia hazina utaratibu mzuri kabisa kukabiliana na masuala ya mfumuko wa bei. Na jambo ni hili, mfumuko wa bei unaosababishwa na mafuta na gesi kwa dunia ni ngumu sana kwa nchi moja kuweza kuizuia, sababu ni jambo ambalo linatokea dunia nzima. Kwa hiyo ni kila nchi tayari inakuwa tayari kwenye ile state of emergency, kwamba hawezi kupokea hata msaada wote kutoka kwenye nchi ya jirani, sababu pia nayo inapambana na jambo kama hilo. Kwa hiyo tunategemea bei ya mafuta kuendelea kuongezeka, na mamlaka ambazo zinahusika na jambo hili pia zina nafasi ndogo sana ya kureact kwa kipindi hichi. Hivi kuna ingetakiwa react kipindi ambacho bado vita hajatokea. Lakini jambo inakuwa na control ndogo sana. Ipo namna yoyote ya kuweza kudhibiti kwamba kunakuwa na njia nyingine kwenye taifa husika, mfano labda Tanzania, kwamba wanaweza wakatumia njia nyingine ya kudhibiti kuhakikisha athari hii haiendi kwa haraka sana kwa wananchi? Njia ambazo zinatumika sana sana ni kuwa na mbadala wa matumizi ya nishati ya mafuta na gesi. Sasa hapo unaangalia, tuna nishati ya umeme wa kutosha, tuna zile gesi asilia zimeanza kutumika sasa. Unapokuwa na hizo alternatives za nishati, inasaidia nchi kusema sasa, kwa sasa hivi tupunguze gharama za kuimport mafuta ndani ya nchi, tutumie hii rasilimali ya mafuta ya gesi asilia ambayo tunayo, tutumie nishati ya jua au nishati ya umeme kwa ajili ya matumizi hayo. Sasa ukiangalia vyombo vya usafiri ambao unatumia mbadala hii, mfano nishati ya gesi asilia, nishati ya umeme, kwa nchi yetu bado ni kiwango kidogo sana. Tumeona sasa hivi wameanza kuwa na power stations za kutumia magari yanatumia umeme, yanatumia gesi, lakini magari mengi sana au vyombo vingi vya usafiri katika nchi yetu bado sana zinategemea mafuta, kama mafuta ambayo tunayatoa nchi za nje, sasa Mashariki ya Kati. Sawa, tutarejea kwako kuendelea kuzungumza, na hapa studio tupo na
mhandisi Fulmence Kaborogo, ni mhadhiri kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Tunaendelea na mjadala kuangalia athari za vita kwenye biashara ya mafuta duniani. Tupo na Elisante Ephraim, huyu ni mchambuzi wa biashara na uchumi, yupo Arusha na umemsikia hapo akizungumza. Lakini tupo na mhandisi Fulmence Kaborogo, mhadhiri kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, idara ya sayansi na uhandisi wa petroli. Kwa mara nyingine tena karibu sana. Asante sana. Sasa Balkis, hapa tupo na wataalamu haya masuala na uwepo wa watu kama hawa ndipo ambapo tunaona umuhimu zaidi wa kupata elimu ya kutosha, kwa sababu huko mtaani tunaambizana tu kwamba itakuwa hivi, itakuwaje ama vile na hawa pia wana nafasi unajua kushauri serikali, kushauri mamlaka kuhusiana na ile. Mnashauri na mmeshauri nini mpaka sasa? Kabla kufikia kwenye ushauri, tunaanza kwenye tena kwenye hali. Huwa tunaona kila mwisho wa mwezi na mwanzo wa mwezi mamlaka huwa zinakuja na bei za kupanda au kushuka kwa mafuta kulingana na soko la dunia. Kwa hapa nchini kwetu 13% za kupanda kwa bei ya mafuta, na tayari tumeona juzi tu bei zimepanda hasa ndani ya muda mchache tu baada ya mapigano kabisa. Hii inatuonesha nini ukilinganisha moja kwa moja na vita ambavyo vinaendelea? Asante sana. Kwa kwanza, kama ulivyosema, biashara ya mafuta na gesi, kama mzungumzaji wa awali alivyosema, ni biashara ambayo inagusa maisha ya watu, lakini pia ni kitu ambacho ni bidhaa ambayo ni ya kidunia. Kwa maana kwamba nishati sehemu kubwa sana chanzo chake ni mafuta na gesi. Kwa hiyo biashara yake sana mara nyingi inaathiriwa mara nyingi na either uhitaji wa watu, kwa maana kwamba ikitokea uhitaji wa watu wa ile bidhaa umeongezeka, lazima bei yake inabadilika, lakini pia kama ukipungua bei inabadilika, lakini pia inategemea pia na wazalishaji, kwa maana kwamba unawazalisha wakisema uzalishaji umepungua, kwa bei pia inabadilika. Kwa hiyo ndio maana hata sisi kwenye mamlaka ya udhibiti ya EWURA inalazimu kila mwezi wawe wanatoa taarifa kuhusu ya bei mpya, kwa maana kwamba na yenyewe hali ya soko inakuwa inabadilika. Sasa sio tu kwenye uzalishaji, kwa wakati huu tuko kwenye vita moja kwa moja, kwa hivyo athari tunazitegemea kwa kiwango kikubwa zaidi. Na ndipo pale kwenye hoja ile ya mimi kuhusiana na hawa kama wataalamu kushauri kwamba inapotokea nyakati kama hizi ni mambo gani ama njia zipi ambazo kama nchi inapaswa kuzifanya, pengine kabla nyakati kama hizi kufikiwa ama wakati zikiwepo. Okay, asante sana. Kama nilivyosema, kimsingi mabadiliko ya bei kama tulivyosema yanakuwa na viashiria vingi. Mfano kama ilivyotokea vita ya Irani na vita ya Irani na nchi zingine, Marekani na Israel. Kimsingi ni kwamba ukiangalia kwenye uzalishaji, Irani ni mojawapo ya wazalishaji wakubwa 10 duniani, akiambatana na Saudi Arabia, unaongelea Qatar, ambao wale wote ukiangalia wako ukanda wa Mashariki ya Kati. Sasa baada ya vita ukiangalia ni kwamba Iran wameenda kufunga ule mlango mkubwa ambao unaitwa ni mlango wa Hamas, ambao ndio unaunganisha Ghuba ya Uarabuni na mataifa mengine hasa ya Asia. Kwa hiyo sehemu kubwa sana ya mafuta kutoka kule Afrika, Mashariki ya Kati hayafiki kwenye nchi zingine. Kwa hiyo unakuta sisi huku ambao tunategemea mafuta kutoka hiyo Ghuba ya Uarabuni, hasa Tanzania, maana bei inaongezeka. Kwa hivyo hata madhara tunayaona. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho huwa mara nyingi tunashauri hasa kwa mamlaka husika ni kwamba ni vema hivi viashiria vinapotokea kama nchi tuweze kuviona na kuvitafakari na kuona kwamba kumbe madhara yake ni yapi kwenye bei, ili wakati wa manunuzi ya mafuta tuweze kupanga kiwango cha kutosha ili kuweza kuwa na hifadhi, hata kama hii vita ikikaa kwa muda mrefu, basi tuweze
okay, hatuwezi kuwa salama sana, lakini madhara yake yakapungua. Hilo ni la kwanza. Kwa hiyo kwamba kwenye ile kuplan manunuzi ya mafuta, kwamba tukishaona hali kama hii, maana yake ni kwamba inatulazimu tufanye hivyo. Mfano ukiangalia hivyo nchi kama ya China, na hisi waliona hili mapema. Kuanzia mwaka jana mwezi wa 11 mwezi wa 12 walikuwa wananunua mafuta mengi, wanahifadhi. Kwa hiyo kwa kipindi kama hichi ambacho mafuta duniani yamepanda bei, wao hawanunui sana, hawaende kununua mafuta mengi, badala yake wanatumia ambayo wamehifadhi. Kwa hata sisi serikali tunaweza pia serikali inaweza kaamua ikawa na tunasema ni bohari au hifadhi kubwa. Kwamba kuna kipindi ambacho mafuta yamepanda bei, basi tutumie yale ambayo tunayo kwenye bohari. Nadhani ni moja wapo kitu ambacho kipo kwenye mpango wa serikali. Hivi hakuna ukomo wa mafuta haya kupoteza nguvu, kwa maana ukihifadhi labda pengine yanaharibika, kwamba unaweza ukayaweka sasa ikakata miaka kadhaa bila shida yoyote? Kimsingi hiyo ndio faida kubwa sana ya mafuta. Mafuta unaweza ukayaweka hata miaka 5, miaka 6, bado yakiendelea kuwa katika hali ile. Miaka 50. Miaka ile. Lakini kwamba sasa saa nyingine labda kama mfano kama ukiangalia kwenye bohari, kuna mazingira ambayo yanaweza kapelekea labda mafuta kuharibika, lakini kimsingi huwa sio rahisi kama hivi. Ambao mazingira hayo yanadhibitika. Yanadhibitika, yes. Mfano labda ikitokea kama kuna uchafuzi kutokana labda na maji au labda na vitu vingine, lakini mara nyingi sana mafuta yanaweza kaa muda mrefu sana. Yes. Na labda pia kwenye kuongezea kitu kingine hapo, kwamba licha ya kuwa na hizo bahari za kuhifadhi, pia tunaweza tukaanza kutafuta vyanzo vingine kama gesi asilia tunayo kwa sehemu kubwa sana Tanzania. Kwa hiyo badala ya, kwa sababu ukiangalia sehemu kubwa sana ya mafuta tunaagiza ni kwa ajili ya usafirishaji, kwa maana magari na nini. Kwa kama serikali inaweza ikahamasisha zaidi watu kuhamia kutoka kwenye mafuta kwenda kwenye gesi asilia kwa maana ya CNG, kwa kiasi kubwa sana tutapunguza hiyo athari, kwa sababu ni kwamba unavozidi kuimport kingi zaidi ndivyo na uchumi wako unaharibika zaidi. Kwa hiyo tukipunguza hayo itatusaidia kwa sehemu kubwa sana. Ndio. Sasa na hichi ambacho umekizungumza kuhusu kuwa na bohari, tumeona tu utekelezaji wake ukianza juma lililopita na Rais Samia Suluhu Hassan. Sasa kwa sasa hatuna hizo bohari. Ephraim, bila shaka unatusikia vyema. Sasa ni kwa namna gani? Tunakumbuka kuna kipindi bei za mafuta zilipanda sana na serikali ikaamua kuingia mfukoni na kulipa, ilikuwa shilingi 100, bilioni 100 kwa mwezi. Bilioni 100, lakini ilikuwa ni shilingi 100 kwa kila lita. Kama nakumbuka vyema. Sasa unadhani kwa wakati huu na vita hivi ambavyo vinaendelea, wewe kama mchumi unaona serikali inaweza ikarudisha mkono ule, na pengine itasaidiaje wananchi kiuchumi? Nashukuru sana. Ni idea nzuri sana kwa serikali kutoa ruzuku ya mafuta, kwa sababu pia inasaidia wananchi kutoa sehemu kubwa ya fedha zao kwa ajili ya gharama za mafuta na kutumia sehemu kubwa ya fedha zao kwa ajili ya shughuli zingine ambazo ni za kimaendeleo, yani shughuli za kiuzalishaji. Hiyo ni idea kubwa ambayo serikali inaweza kuifanya, lakini kikubwa sana ambacho pia serikali inaweza kufanya ikawa ni athari ya watu wengi zaidi, kawafikia watu wengi zaidi tofauti na hao ambao wanamiliki vyombo hivyo usafiri au wanatumia mafuta sana, ni kuboresha sana uzalishaji wa ndani. Ukisema unaboresha uzalishaji wa ndani, unazungumzia kuanzia kwenye kilimo, kwa sababu mfumuko wa bei huwa inaathiri sana vitu vya vyakula na watu hutumia gharama kubwa sana kwa ajili ya masuala ya chakula. Kwa hiyo kilimo kikiwa vizuri sana, watu waweze kupata chakula kipatikana kwa wingi sana, itapunguza ule mfumuko wa bei. Inamaanisha kwamba watu hawatatumia sehemu kubwa ya fedha zao kwa ajili ya kununua chakula, kwa sababu tayari chakula kinapatikana kwa bei ambayo ni nzuri sana. Na nchi ambayo imeshiba ni nchi yenye amani. Kwa hiyo hii itakuwa jambo kubwa sana kuboresha katika eneo hilo. Lakini pia viwanda vya ndani, vinaweza kutumia gesi asilia, kwa sababu inachotokea ni kwamba viwanda vya ndani vinatumia nishati ya mafuta na gesi, ambapo sasa wanapotumia gharama kubwa sana kwenye uzalishaji wa bidhaa zao, huwa pia wanafanya zile bidhaa zao ambazo zinatumika hapa ndani kuuzwa kwa bei ghali sana. Kwa hiyo tukiweza kuboresha viwanda vya ndani, aidha kupunguza ruzuku, kupunguza kodi kwa kipindi hichi ambacho gharama za mafuta zimepanda, tutasaidia hizo viwanda vya ndani kuzalisha vitu. Lakini gharama ya viwanda vya ndani vikiwa vinazalisha vitu kwa ndani sana, itadhibiti pia athari ya shilingi dhidi ya dola, kwa sababu kinachotokea ni kwamba
tutatumia gharama kubwa sana kununua mafuta nchi za nje na kununua bidhaa kwa nchi za nje ambazo tayari kwa zitapanda bei kutokana na gharama za uzalishaji. Sasa tukiwa tunanunua vitu vingi sana kutoka nje, itasababisha shilingi kupungua thamani dhidi ya dola, na hii itasababisha kwamba tutakuwa tunatumia hela nyingi sana sisi kufanya import kuliko kufanya export, sababu tutashindwa kuuza zaidi. Kuna jambo ambalo ndugu yangu ameongelea hapo, ameongelea pia hapo zaidi, akazungumzia kuhusu kwa masuala ya kuwa na bohari ya mafuta, lakini pia ningesitiza ile swala la uboreshaji wa usafiri wa umma. Usafiri wa umma ukiboreshwa zaidi, inamaanisha kwamba watu wengi sana watatumia usafiri wa umma na kuacha magari yao nyumbani au vyombo vya usafiri nyumbani. Hii inamaanisha kwamba hata hiki kiasi cha mafuta ambacho tunao sasa hivi ingekuwa inatumika vizuri sana, sababu watu wengi sana wakisema sasa tutumie usafiri wa umma, magari yetu mengine au vyombo vya usafiri vibaki nyumbani, kwa sababu hii itawezekana pale ambapo kila mtu atapokuwa comfortable kutumia usafiri wa umma. Sasa ukiangalia mazingira ya usafiri wa umma bado hujakaa vizuri sana. Kwa hiyo kuna haja ya kuboresha hili, mambo kama haya yanapotokea, tupunguze vyombo vya mafuta barabarani, kwa kila mtu tutumie zile ambazo ni public, yani zile ambazo ni kwa ajili ya umma. Itasaidia pia sisi kutokuwa na matumizi makubwa sana ya mafuta kipindi hichi ambapo bado dunia haipo kwenye hali nzuri sana ya upatikanaji wa mafuta. Elisante, Balkis alikuuliza pia kuhusiana na serikali kuweka ruzuku. Alirejea miaka kadhaa hapo nyuma ilikuwa ikiweka bilioni 100 kila mwezi, ambao tunakumbuka wakati ule athari ilionekana mpaka nauli ilipanda kutoka nauli ya awali kuongezeka shilingi 100 kwenye kila nauli ya wakati huo. Kwa hiyo ile pesa ilisaidia kutokuendelea kuwa na mfumuko wa bei ama kupanda, hasa kwenye upande wa nauli. Pia inaweza ikafanya hivyo serikali kwa sasa, na kwa muda gani? Kwa sababu hatufahamu hili jambo litaka kwa muda gani, mapigano haya yataka kwa muda gani, na kadiri pengine yanavyozidi kuendelea, pengine hata mafuta ambayo tayari yapo ndani ya nchi pengine ikafika wakati yakamalizika. Na ndio kitu kimoja ambacho tunategemea kwamba serikali kabla pia ijaja mbele na kusema kwamba tumetoa ruzuku ya kiasi hichi, lazima ifanye tathmini ya kuangalia kwamba je, ni sekta ipi ambayo sasa hivi pia inahitaji hizo hela, sababu ndio kwanza tupo robo ya kwanza ya mwaka, kasi kwamba pia bado kuna sekta nyingi sana ambazo bado zinahitaji hizo fedha, kasi kwamba hizi fedha zikitolewa zinaonyesha kwamba zimetolewa kwenye sehemu fulani, kuna huduma fulani, hizi hela zimehamishwa zikawekwa hapo, na kwamba nasema ni hela za akiba, ni hela ya akiba au ni hela kwa ajili ya kukabiliana na athari kama hizi. Kwa hiyo ni lazima pia wachumi wakae waangalie kwamba hizi fedha ambazo zitawekwa kama ruzuku kwa ajili ya kupunguza gharama za mafuta, je, zinatoka kwenye sekta gani, na je, zitaathiri sekta nyingi itaathiri sekta gani kwa zaidi kipindi hichi, ili pia sio ikakuta kwamba hizo fedha hizo zilikuwa zina mlengo kwenye masuala ya maendeleo ya either sekta ya afya au sekta ya elimu, ili sisi tukachukua fedha za sekta ya elimu au sekta ya afya kuweka kwenye sekta ya usafirishaji. Sababu pia tunajua kwamba hizi sekta za kiuchumi huwa zimeunganishwa. Ukiathiri kitu kimoja umeathiri jambo lingine pia. Kwa hiyo kikubwa ambacho kitachofanyika ni mpaka ifanyike evaluation. Ndipo wataweza kusema kwamba sisi tuko tayari kutoa ruzuku hii kwa kipindi hichi na kwa jambo hili. Lakini tukumbuke kwamba ruzuku inatoka sehemu moja, ni makusanyo ya kodi. Kwa hiyo unaweza ukatoa ruzuku huku kwa kuwa utajua kwamba inapita kwa njia ya kodi. Alafu pia kodi ikawa tight pia kwenye maeneo mengine, hapo pia ikaanza kuibua mjadala kwamba mbona kodi ya bidhaa ya bidhaa imekuwa kubwa, lakini nipata ruzuku ya mafuta. Kwa hiyo kuna haja ya kubalance hivi, sababu tunajua kwamba chanzo kubwa cha mapato ya serikali ni kodi, na ili kupata ruzuku lazima basi kodi kwa sehemu nyingine iwe tight kidogo. Kwa hiyo hii inaweza kaathiri jambo hili likaboreshwa likaathiri jambo hili. Ndio maana kuna haja kwanza ya kufanyika kwa evaluation kabla ya serikali kuja mbele na kutoa jambo hili. Japokuwa hilo ni kilio cha watu wengi sana kwamba labda ruzuku inaweza kufanya jambo kubwa sana kama ilivyofanya kipindi kilichopita. Na pengine sasa ni mapema sana hata serikali kuweka mkono wake kwa sababu vita hivi kifika mwezi wa 5 tutaona sasa tunahitaji serikali iweke mkono wake kuliko ikiweka hivi sasa. Ndo kwanza siku ya 7 ya vita. Lakini engineer, tunazungumza zaidi kuhusu athari hizi katika usafirishaji. Mafuta yanatumika katika maeneo gani mengine muhimu sana ambayo huko pia tutaenda kuona athari zake? Asante sana. Licha ya kuwa kama nilivyosema mafuta kwa sehemu kubwa sana inatumika kwa ajili ya nishati, kwa maana kwamba kuendesha vyombo vya usafiri, lakini pia na viwandani.
lakini pia kuna baadhi ya bidhaa zinazotokana na mafuta ambazo zinatengeneza baadhi ya bidhaa kama unaona kama kemikali, unazungumzia kama plastic. Sehemu zingine pia inatumika ni kama additives kwenye processes za kutengeneza vitu kama nguo. Kwa hiyo kimsingi utakuta kwamba wakati wa kuchakata yale mafuta, labda nijaribu kusema hivi kwamba mafuta yanapogundulika tunaita ni mafuta ghafi. Kwa mafuta ghafi yale pale kimsingi yanakuwa na vitu vingi, na vile vitu kwa asili ile mafuta ghafi huwezi kuyatumia moja kwa moja, lazima uyachakate. Kwa unapoyachakata unapata vitu kama rami, unapata vitu kama hizo LPG, unapata vitu kama nilivyosema vitu vingine. Kwa hiyo utakuta kwamba haya mafuta ghafi kupanda bei kimsingi hayaathiri tu kwamba ile sekta ya usafirishaji, inaenda hata kwenye sekta zingine kama tunasema za plastic, za matairi na vitu vingine, mpaka rami pia inatokana na mafuta haya. Kwa hiyo utakuta pia itaathiri mpaka kwenye construction pia. Engineer hapa Dar es Salaam tu maeneo mengi yanajengwa. Yes. Sasa kama mafuta haya yanatumika hata kwa upatikanaji wa lami, tunaweza kusema kuna kipande fulani kilomita kadhaa zimeshindwa kumalizika. Unataka useme hazitokamilika? Zimeshindwa kukamilika kwa sababu ya ukosefu wa lami ambayo kuna kwamba Iran imeathiri mpaka lami. Katika mikoa tofauti, tuanze na kule Iringa, tupate kuwasikia wananchi nao wanazungumziaje athari hizi za biashara ya mafuta na upatikanaji wa mafuta athari ambazo zinasababishwa na vita vinavyoendelea. Kupanda kwa mafuta kuna tuathiri, hata kama sio kwa kiasi kikubwa, lakini kuna athirika kwa sababu mimi ndo mtumiaji wa chombo na ndo mwekaji wa mafuta pia. Kwa hiyo mimi napata mafuta kidogo kulinganisha na awali ilivyokuwa, ila yeye abiria anayekuja kutumia usafiri wangu yeye hajui kama hiyo imepanda, na hata kama anajua, lakini yeye anajua nauli yake ni ile ile. Kwa hiyo kwa sehemu naathirika kwa sababu takuwa umetumia hela kubwa kwa mafuta kidogo. Zamani ilikuwaje mkienda Shell? Zamani kwa maana ya dhamani ya mwezi uliopita ilikuwa 2800 nafikiri na 42. Saizi ni 2948, takriban kama 100 na pointi kama 2 hii imepanda. Kwa hiyo kwa sehemu nayo inapunguza. Kwa vyombo hivi vidogo unaweza kaona kama si kupanda sana, lakini kiufupi mafuta yanakuwa yamepungua kiasi chake, ila sio kwamba sisi wa vyombo vidogo hivi tunaathirika kivile, yani ukilinganisha na huko ulikotoka ambako ilikuwa ni 2842, ingawa utofauti upo pia. Kwa sisi ni changamoto kubwa sana, sababu inatuathiri pakubwa kulingana na hali ni ngumu pia, na kuweza kupanda mafuta yani tugharimu sisi, na sisi hata kwa wateja kumuelewesha mteja bwana mafuta yamepanda bei. Kuna sehemu zingine tunaenda sehemu zingine ni mbali, ukimwambia mteja bwana hii sehemu kidogo changamoto hapa, uwezekano tuongeze hata kidogo hela kidogo, sababu sehemu mafuta yamepanda bei. Tunatolea tu mfano mfupi kutoka hapa mpaka Kiesa. Kiesa wewe unaendaga 2000. Sawa. Sasa hivi mafuta yamepanda bei. Sasa kidogo watufikiria, Kiesa ile ni kubwa. Mwezi jua Kiesa sehemu gani, mtu anakuambia nipeke Kiesa, yote ni kubwa ile. Kwa hiyo tunaomba serikali yetu bwana itufikirie kwa sisi maofisa wa usafirishaji bwana. Kiukweli tunateseka sana. Tunateseka sana. Inakuwa changamoto kwetu sisi kwa sababu abiria hawezi kumwambia tu bana mafuta yamepanda bei sasa hivi ni 2000. Wewe utakuwa na bei zako hizo kwa sababu mafuta yamepanda, ila mwingine hawezi kufanya hivyo. Kwa hiyo inakuwa changamoto kwa wafanyaji wa kazi. Kwa kupandisha mafuta kwa kweli imekuwa changamoto. Wateja wanakuja wanalalamika, hawajaipokea kwa mapokeo mazuri sababu kwa sasa hali ni ngumu. Sisi ndio tunaonunua mafuta, mteja ukamwambia bwana sisi tunataka bei imekuwa hivi, mafuta yamepanda bei. Hawezi akabadilika kwa sababu bei ambayo haina rasmi kwamba utambadilishaje ili akuelewe. Kwa hiyo tunachoomba jaribu hizi vita za Marekani na Irani
wajaribu kuyazungumzia ili tupate uhueni. Tunaumia sisi ambao ni bodaboda, tuna mambo mengi, tajiri anatuangalia sisi, wauza mafuta sisi, kwa hiyo tunashindwa kugawa. Mfano, wateja wengi kashazoea nauli ya kutoka hapa kwenda stendi ni shilingi 1000. Mafuta akipanda bei, sidhani kama kuna bodaboda ambaye ataendelea kuchukua hiyo shilingi 1000 kutoka hapa mpaka stendi. Itabidi tupandishe na sisi bei kidogo. Na wateja wengi wanakuwaga ni wakorofi sana. Ukimwambia bana siku hizi mafuta yamepanda, tunaomba uongezee kidogo, yani inakuwa ni ngumu sana mtu kukuongeza hela. Kwa hiyo kiukweli hili swala limetuathiri kwa namna moja ama nyingine. Hivyo tulikuwa tunaombi kama inawezekana ungejaribu kufanya tu maelewano ili maisha mengine endelee, maana tunaoumia ni sisi. Ni sisi ndo tunaoumia, hasa bodaboda. Tunaumia kwa kweli, inatutesa. Kwa hiyo tulikuwa tunaombi kama inawezekana ungefanya mazungumzo tu ili maisha mengine yakaendelea. Hayo ni maoni ya wananchi kutoka mkoani Iringa, lakini pia tumewasikia kutoka mkoani Tabora. Kilio ndicho kile kile kwamba serikali iweze kuangalia, lakini hatujui vita vinaisha lini. Vita vinaweza vikaenda hivi. Iran ndo kasema hataki hata maongezi kwa sasa hivi. Wote wamepandisha mabega. Sasa mhandisi, kuna jambo moja. Naam. Kwa mfano mapigano ambayo yanaendelea Mashariki ya Kati, kuna mataifa kadhaa pale ambayo yataathirika moja kwa moja. Lakini ni kama wanatumia neno wana share interest. Afrika ni moja kati ya bara ambalo lina hifadhi ya mafuta. Kwa mfano mzalishaji mkubwa wa mafuta Afrika, Nigeria, lakini watu wenye hifadhi kubwa pia ya mafuta, ukiangalia Libya wana karibu mapipa bilioni 48. Wapo watu kama Nigeria wenyewe, Algeria, Angola, Sudani ya Kusini. Afrika imeshindwa nini kuhakikisha wanawekeza kwa pamoja, kuwa na sera ya pamoja, ukizingatia wana Umoja wa Afrika AU, kuona namna gani wanaweza wao wenyewe tu wakajikidhi kwenye swala la nishati ya mafuta hasa? Asante. Kimsingi kama nilivyosema, ukiangalia nchi kama Nigeria, Libya na hivi karibuni pia Uganda tumeona wamegundua mafuta kwa sehemu kubwa sana. Lakini changamoto ambayo imekuwa ikizikumba nchi nyingi za Afrika ni kupata fedha kwa ajili ya kuwekeza kwenye hii miundombinu. Tazungumzia mfano, utakuta kwamba kama nilivyosema, mafuta ghafi watumia lazima yachakate kwa maana ya refineries. Lakini kwenye kurefine yale mafuta kuyachakata unahitaji uwe na miundombinu ambayo kimsingi inakuwa ni ya gharama kubwa sana. Kuna uda serikali nyingi zinashindwa kuendesha. Utakumbuka pia hata Tanzania tulikuwa na hiyo refinery zamani ambayo sasa hivi ni tipa ilikuwepo, lakini baadaye ikawa imekufa. Kwa hiyo utakuta kwamba sasa hata kama tumegundua mafuta mengi sana, tukishagundua yanasafirishwa kwenda kwenye nchi zingine ambazo zina hiyo miundombinu ya kuchakata. Utakumbuka mfano kama sasa Uganda wamegundua mafuta mengi, lakini kuna bomba limepita ambalo sasa tunalizungumza la EACOP, linaenda mpaka Tanga, bomba la mafuta. Ina Tanga, baada hapo mafuta yanaenda kusafirishwa kuchakatwa huko nje ya nchi, baadaye yanakuja kama mafuta ya kutumia kama diesel na nini. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho tunakisema nchi ni ukosefu wa fedha za kuwekeza kwenye kitu hicho. Kwa maana mataifa yote ya Afrika yanakosa fedha za kuwekeza kimkakati kwenye sekta hii. Rasilimali kipato. Rasilimali kipato. Yes, lakini pia kitu kingine kwa kuongezea pia kuna siasa pia kuna siasa ambazo ziko kwenye hii sekta. Kama nilivyosema, sasa lipi kubwa? Kukosa kipato kwa maana mtaji ama siasa? Of course zote zinaathiri kwa wakati mmoja, kwa sababu utakuta kwamba kama nilivyosema, mfano sasa hivi utakuta hata Uganda, ndio mfano Uganda. Wameshindwa nini kutengeneza hiyo miundombinu ya kuchakata. Ukiwauliza wanakuambia hatuna fedha. Lakini pia utakuta yule mwekezaji aliweka fedha pale kwenye utafutaji. Sharti mojawapo ni kwamba mimi nitafanyaje, nitachimba, lakini mafuta haya nitasafirisha kuyapeleka kwenye miundombinu yangu kwa ajili ya kuchakata ndo nije kuuza. Kwa hiyo pia mafuta mengi sana, hata kama japo Afrika tumeyagundua, lakini unakuta wale waliowekeza fedha kwenye utafutaji sio serikali yenyewe. Kwa hiyo wawekezaji wanakuja, wanachimba, wanaenda kuchakata wao,
wanaturudishia sisi ambayo ni ghafi na hawaturudishi bure. Na ndio ni kwamba yani mtu utakuta kama nilivyosema, utakuta pipa moja la mafuta ghafi liko nafuu zaidi kuliko pipa moja la diesel au la hiyo petroli, kwa sababu yule mtu ile mafuta ghafi anachukua anaenda kuyachakata, na anapachakata maana yake anatumia nishati kuyachakata, anasafirisha. Kwa hiyo pia anapokuletea wewe zile gharama zote za kusafirisha, za kuchakata, anaweka mle ndani na faida yake juu anaweka. Sasa kwa hiyo mfano kama Nigeria, kama tulisema Nigeria wana wazalishaji wakubwa sana, lakini mafuta mengi yanayozalishwa hayauzwi. Ya mafuta ghafi mengi yanazalishwa hayatumiki pale ndani ya Nigeria. Mafuta hayo ghafi yanazalishwa yanachukuliwa, yanapelekwa nje, yanachakatwa, then baadaye tunarudishiwa. Ephraim, nikija kwako utaniambia zaidi siku ambayo Afrika ikiamua kutumia mafuta ambayo Afrika inazalisha tutakuwa wapi kiuchumi. Lakini kwa sasa twende tukaungane na mwenzetu Jafari Mponda ambaye naye ametembelea baadhi ya vituo vya mafuta hapa Dar es Salaam na kupata kuzungumza na wauzaji lakini pia wanunuzi wa mafuta hayo. Mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA imetangaza kupanda kwa bei ya kikomo za bidhaa ya mafuta ya petroli hapa nchini ambazo tayari zimeanza kutumika tangu kuanzia Jumatano ya Machi 4 kwa mwaka huu wa 2026, ambazo basi bei rejareja za mafuta katika mkoa wa Dar es Salaam, petroli ni shilingi 2864 na dizeli ni shilingi 2858 na mafuta ya taa ikiwa ni shilingi 2932, ambapo inatajwa kwamba bei hii imepanda kwa mwezi huu ikilinganishwa na mwezi Februari. Moja kati ya wasimamizi wa kituo cha mafuta ya petroli, dizeli pamoja na mafuta taa yu mbele yangu hapa tayari kuzungumza nami. Habari yako man? Salama kabisa, habari ya asubuhi. Ni njema sana. Jina lako? Mimi naitwa Matrona Andrew Ngowi. Ni meneja wa kituo hiki cha hapa Mwenge cha Orex. Okay. Yes. Na meneja, kwa upande wako kupanda kwa mafuta, bei ya mafuta kwa mwezi huu umepokeaje? Tumelipokea vizuri kwa sababu ni kawaida kwa kila Jumatano ya kwanza ya mwezi bei huwa zinabadilika. Kwa kipindi cha nyuma kama miezi 2-3 mafuta yalikuwa yanashuka, lakini kwa mwezi wa Machi mafuta yamepanda sana. Kwa hiyo tunalipokea, ni vitu ambavyo tumevizoea, tunalipokea japo kidogo kwa kweli yamepanda juu sana, lakini tunalipokea na tunawasihi wateja wetu kwamba wasiwe na hofu. Huduma zetu zipo, mafuta yetu ni mazuri na tunaendelea kuendelea kuwahudumia kwa usahihi zaidi. Kwa hiyo wasiwe na hofu kwamba kupanda itapanda na itashuka. Kwa hiyo tutegemee kwamba yatashuka na yatapanda. Nakushukuru sana. Asante sana. Asante. Watumiaji wa bidhaa hii ya mafuta pia wanazungumziaje hili? Naam, jina lako nani bwana? Naitwa Musa Msabila. Naam, sauti kidogo Msabila. Musa Msabila. Naam, Musa Msabila. Bwana, kupanda kwa mafuta kwako umepokeaje? Hii ni taarifa mbaya kwa sisi madereva, kwa sababu sisi tunategemea kuwepo kwa mafuta bei ya chini ndio tunafanya kazi kwa urahisi, kwa sababu huwezi kumpakia abiria ukamwongezea abiria nauli. Abiria wengi wanataka nauli iwe ya chini. Sasa ukimpa abiria nauli ya chini, kwa hiyo shida inakuwa ni kwako wewe, kwa sababu mafuta sisi ndio tunategemea, ni kama ndo mtaji wa kutupatia kipato. Kwa hiyo hali kama hii kwa kweli ni hali mbaya, ni taarifa mbaya kwa sisi. Kwa muktadha huo sasa mnaonaje? Ni taarifa mbaya kweli, lakini mnajipangaje sasa kukabiliana na hiyo hali? Inabidi tukabiliane nayo kwa sababu hakuna namna. Kwa sababu hali yenyewe kama ndio hivyo, tunaambiwa huko duniani huko mafuta yanakotoka ndo hali imeshakuwa shida. Kwa hiyo si lazima tukubaliane nayo. Huwezi nani atakuletea mafuta? Si hatuchimbi mafuta hapa. Tunakomaa tu, tutajua Mwenyezi Mungu ataleta taufiki. Asante sana. Bado maeneo ya Mwenge hapa. Naam, unaitwa nani? Naitwa Daudi. Ndio, Daudi, niambie kwa upande wako
kama msimamizi wa chombo hiki cha usafiri na mnatoa huduma ya usafiri kwa ujumla, kupanda kwa bei ya mafuta ya dizeli kwa upande wako na petroli kwa ujumla, kumewaathiri vyovyote? Ya kupanda kwa mafuta imetuathiri kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu gharama zetu za usafirishaji zinabaki pale pale, alafu na swala kubwa la mafuta limezidi kuwa juu. Kwa hiyo imetuathiri kwa kiasi kikubwa sana. Hapo kwa upande wako sasa, pengine umekuwa ukitumia gharama zaidi? Gharama zaidi lazima utumie kwa upande wa mafuta, kwa sababu ulikuwa unaweka mafuta labda ya 90,000, lakini kwa sasa hivi unaweza kuweka mafuta ya 110,000. Kwa hiyo ni gharama pia ambayo imepanda. Ukiangalia na kiwango cha nauli kiko pale pale. Kwa hiyo gharama ni kubwa. Hali halisi ndio ipo hivyo. Sina shaka mtakomaa. Kukomaa tutakomaa tu. Kukomaa lazima tukomae, kutokana ndio maisha yenyewe. Utafanyaje sasa? Lazima tukomae. Mimi nakutakia kazi njema. Nashukuru sana, asante sana. Asante sana. Basi kwa uchache kutoka maeneo haya ya Mwenge na watumiaji wa bidhaa ya mafuta kwa vyombo vya moto, kama tulivyoshuhudia katika eneo hili, hayo ni yale ambayo tumeyapata kutoka kwao na hata wasimamizi wa vituo vya mafuta, namna ambavyo wamepokea mabadiliko haya na namna ambavyo wamejipanga kuhakikisha ya kwamba wanaendelea kutoa huduma ya mafuta katika vituo vyao. Naam, kutoka maeneo haya sina la ziada, kwa kumalizia kwako Elisante Ephraim, siku ambayo Afrika tutasema kuwa tunatumia mafuta ambayo yapo ndani ya bara hili na yachakata wenyewe na kuyatumia wenyewe tukiwa tunayachimba wenyewe, bara hili litakuwa wapi kiuchumi? Kwanza 7%, Afrika ina 7% mpaka 8% ya mafuta ya reserve ya mafuta duniani, na kama avongea mwenzangu kwamba zaidi ya 70% ya mafuta yanayochimbwa Afrika yanauzwa nchi za Ulaya. Sasa tungekuwa na uwezo wa kutumia mafuta ambayo tunayazalisha sisi hapa ndani, kwanza pangekuwa na gharama nzuri sana ndogo sana ya bei ya nishati. Gharama za umeme ingekuwa gharama ndogo sana, usafirishaji ungekuwa mrahisi sana, tungekuwa na viwanda vya ndani vingeweza kutumia nishati ya mafuta kuzalisha, lakini pia serikali nyingi sana zingepata vipato kwa sababu tunatumia gharama kubwa sana kununua mafuta kutoka nje. Zaidi pia fedha za Afrika na nchi za Afrika, fedha zake zingeweza kuwa na ushindani kwenye masoko ya kimataifa. Ingekuwa tena sio dola, euro na pound kama tunavyoziona. Ingekuwa ni baadhi ya fedha za Kiafrika zingeweza kuwa na uwezo mkubwa sana wa kushindana kwenye masoko ya dunia. Yote hii ingefanya maisha ya mtu alizaliwa Afrika kuwa bora zaidi, kwa sababu gharama kubwa sana ambazo zinatumika kwenye serikali nyingi zinaenda kwenye mafuta. Sasa mafuta ni kama damu ya uchumi. Kwa sasa tungeweza kuwa na damu hii katika bara letu hili, maisha gharama nyingi sana ambazo zilikuwa zinatumika kule zingeenda kwenye sekta nyingi sana, sekta ya afya, sekta ya elimu, sekta ambazo ni muhimu sana kwenye maendeleo ya kila taifa. Na kinachozuia hili hapa pia ni zile Africa Free Continental Area, sema zile ni biashara za kikanda. Afrika imekuwa ikizungumzia swala hili muda mrefu kwamba tuwe na eneo huru la kufanya biashara, kwamba wewe ukiwa ni Kenya uweze kuuza biashara Tanzania, uweze kuuza biashara Rwanda bila vikwazo vingi sana vya kiforodha wala za kikodi. Lakini jambo ambalo limezungumziwa kwa miaka nenda miaka kenda sasa, bila kuwa na uongozi madhubuti kwenye ambao unalenga na mlengo wa kisera, bado sisi tutakuwa tunanunua mafuta nchi za nje, na hii ndoto ya kuwa na Afrika ambayo kila mtu anaishi kwa uhakika, kupata mlo, kupata hizi bidhaa muhimu bila kuwa na hofu ya kesho, itakuwa ni jambo la kusadikika. Kwa hiyo jambo kubwa sana ni sisi kuanza kuboresha kwanza hii sera hii ya kufua na free continental area, kwamba uhuru wa kufanya biashara ndani ya bara la Afrika, then pia kuboresha miundombinu ya uchakataji wa mafuta. Kumbuka kwamba Afrika refinery kubwa sana ni ya Dangote ambayo inachakata kama zaidi ya lita 6.5 kwa siku, ambapo ni kiwango kidogo sana ambacho haiwezi hata kuhudumia jimbo moja Nigeria. Kwa hiyo kuna haja kubwa sana ya sisi kuboresha miundombinu hii ili tuweze kufaidi rasilimali ambazo zimejaa Afrika. Sawa. Kwa kumalizia, mhandisi, tumezungumza mengi sana bila shaka, lakini moja kwa moja ninyi ambao mpo katika tasnia hii ya mafuta na gesi kama wataalamu
mnaona nini zaidi nje ya tasnia, lakini nje ya tasnia yenu, lakini ndipo ambapo sisi wote tunaishi humo? Sawa, asante sana. Kama nilivyosema ni kwamba kimsingi hii tasnia ya mafuta na gesi ni pana sana na inagusa maisha ya mtu moja moja na ya taifa kwa mapana yake. Kwa sisi ambacho mara nyingi huwa tunajitahidi kusema na kushauri, tunajitahidi kuwa na mafunzo na semina mbalimbali za wadau mbalimbali, lakini pia hata pia wadau waliopo kwenye tasnia husika, kwa maana mamlaka ambazo zinahusika. Kutakuwa na mafunzo, tunawaambia jamani, biashara ya mafuta iko hivi, inaenda hivi, kama taasisi maeneo gani ya kisera mnaweza mkabadilisha, mkaboresha kwa maana ya kisera, kwa maana ya utekelezaji. Kwa tunakuwa tukutana nao mara kwa mara kwenye mafunzo hapa na pale, lakini pia tunashiriki semina mbalimbali. Kwa tunakuwa tunakutana nao, tunawaeleza kwamba kwa kweli sekta au sasa hivi ya mafuta na gesi inavyokwenda na mwenendo wake, inabidi ujipange kwa namna hii. Sasa hivi pia leo tunazungumzia mafuta kupanda bei, lakini siku za nyuma tulikuwa tunazungumzia kuhama kutoka kwenye nishati chafu kwenda kwenye safi. Kwa hiyo tunaona kwamba ni vitu vingi sana ambavyo tunakuwa tunajadiliana nao na kushare nao. Sasa tunakushukuru sana, na tumezungumza mengi hapa kuhusu athari ambazo tunazipata moja kwa moja kutoka kwenye vita vinavyoendelea katika biashara ya mafuta na upatikanaji wa mafuta hapa nchini. Tumekuwa naye engineer Florence Kaborogo kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, idara ya mafuta, lakini pia tumekuwa naye mchambuzi wa uchumi na biashara kutoka Arusha